Mambo ya pili ya Nyakati. Wewe kama wewe ni mgeni, usiulize nini kimeendelea. Hii ni madhabahu ya deliverance. Sema amen. Hii ni madhabahu ya ukombozi. Hata kama ulifungwa na nani, hata kama ulirogwa na nani, lazima ukiingia hapa akurogoke. Ambie jina lako urogokwe. Na akutapike. Na maisha yako ibadilike. Amen. Nyakati wa pili sura nimesema ni ya 7 mstari ni wa 11. Tasoma kwa jina la Yesu Kristo. Na tasema kwamba hivyo Suleimani akaimaliza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na yote yaliyomuingia Suleimani moyoni akayafanya nyumbani kwa Bwana na nyumbani mwake mwenyewe akayafanikisha. Bwana akamtokea Suleimani usiku akamwambia, nimesikia uliyoyaomba na mahali hapa nimepachangua kuwa nyumba ya dhabihu, nikifunga mbingu isiwe mvua tena, nikiamuru zinge kula nchi, na nikiwapelekea watu wangu tauni. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamea dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Maana sasa nimeishangua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwapo uko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Na mtu mmoja anaweza kusema amen. Amen. Na wale watoto ambao ni wa Jesus bila kusenda, tafadhali naomba waweze kukaa kwa viti, wasicheze huko kwa baki. Si sawa? Wakae hapo kwa viti, wakishoka kwa hapo kwa viti, ili mzazi akitoka apate mtoto wake. Asipate amejichafua huko ama apate aonekane yako wapi. Haleluya. Kwa maana mtoto ni mtoto. Kwa hivyo wale wako nje wakisha watoto wanatulia tu hapo. Kama ni kucheza wanachezea tu hapo. Lakini wasicheze na sauti kubwa. Sema amen. Na tutaweza kubarikiwa. Bwana Yesu asante. Na pia nilikuwa nimesema wale walimu wa Sunday school waone Pastor Israel, na wale wataka kufanya kazi ya Sunday school, kwa maana tunataka sasa kuresume Sunday school. Amen. Na pia nilikuwa nimesema Saturday tukutane na kwaya zote 3 saa 8. Pia tunataka kuresume kwaya siendelee. So tukutane Saturday saa 8 tupatane hapa, kwa maana kuna mambo tutakavyoongea. Si sawa? Na pia nilikuwa nimetangaza saa 7 kwa ofisi nikutane na committee ya Ladies of Uncommon Favor. Ladies of Uncommon Favor ni wale, amen, they are daughters of Apostle Joseph Mwendwa. So ukiingia hapa huwa hatukuiti tena mama, tunasemanga mama wako nyumbani. Sema amen. Hata mimi siniite mzee. Sema amen. Sema wazee wako wapi? Ni wale walipata retire wako nyumbani. Sema amen. Sikuma mtu mwambie mimi ni kijana wa Yesu. Sema amen. So when you hapa, amen. So wale waliingia hapa ni sons and daughters of Apostle Joseph Mwendwa. Sawa, tunasema na mimi niliwabatiza, ninawaita Ladies of Uncommon Favor. Kwa maana nakwambia haki, ukiingia hapa mzee hawezi kukuacha, labda wewe muache. Sema amen. Kwa sababu unapatia mafuta ya kupendwa, yani kwendoma. Ambia jirani yako kupendwa bure. Yani ile dada ametuambia hapa, ametuambia aliingia hapa Sunday, lakini ameshuhudia akasema alienda. Na kwa maana ukipokea mafuta chochote unanguza kinapendwa, yani unapendelewa. Sema amen. So akaenda akauza hizo vitu vyote, na akaenda akasema kuna vingine si amesema anachone si vinachomeleangwa si hizo vitu. Sawa whatever. Akaenda akaambiwa okota zote, akauliza sasa nitalipa na mbona? Akaambiwa kwa kazi yako kwanza okota. Akaokota akiwa pale akiuliza nitalipa na nini? Akaambiwa beba na uende salama. Inaitwa roho ya kupendelewa. Ipokea hiyo roho katika jina la Yesu. Unajua kama umezoea hapa utaona kama mambo ni kawaida, lakini kwa maana huyu dada hajazoea hapa, anajua live yake.
na aliingia akiwa na kiu na njaa. Unajua, acha nikwambie, saa nyingine unapoona mtoto unampatia hadi chai na mkate, chai na mkate, unasema mbona haina mrumba hadi sikuli? Jua ameshimba, patie fasting siku 2. Sema atakula hiyo mkate bila chai, ni kushimba. Sema sasa kula. Sasa kiroho iko hivyo. Mtu akiingia kwa ile madhabahu iko imenjaa roho, anakaanga, anazoea. Kwa maana akili kiwa alikuwa naye ameshika. Sema sio mimi. Sasa unaona amekuwa akiangalia na akabeba hiyo neno na anangojea, anaona Wednesday imefika na hadi imepeleka, lakini bado anaamini na imetendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Sasa inasema kwamba Suleiman, mtu anaitwa Suleiman, baada ya kutengeneza nyumba la Mungu ama kujenga nyumba ya Mungu, alitengeneza na akaipamba vizuri. Na Mungu akamtokea akamwambia, sasa naona nyumba umemaliza. Unajua Mungu anaongeana na watu wawili. Sema amen. Mungu anaongeana na mtu kabisa ajui Mungu akiintroduce kwake, na especially mtu ameingia sana katika misingi ya mashetani ama misingi ama yani ni adili. Sema amen. Sasa inabidi ni kama ni lazima Mungu amtokee, amzungumzie, amtoe pale, akuje amuokoe, ajue wokovu ni wokovu. Ndio unaona kwamba kuna watu waliokoka na hawakuhubiriwa, ni Mungu aliwahubiria. Kwa maana ule mtu vile alivyokuwa angehubiriwa na mtu, na mmoja ni mimi. Mimi singehubiriwa na mtu juu singeruhusu anihubirie. Mimi ukiniambia kabla sijaokoka, ukiniambia tu umeokoka, nilikuwa nakuchukia hata na nguo zile umevaa na chakula ile unakula na maombi ile unaomba. Why? Because nilikuwa naona hawa ni watu wanakuja tu kumaliza Catholic, ile kanisa ilianzishwa na Yesu. Sema amen. Na unajua I was a strong pillar there. Hata nikiwa standard nakumbuka kuna msichana mmoja ale na so nilikuwa monitor, so class monitor. Sasa akawa anaongea kwa class na mtu hakuwa anajua nilikuwa namchukia juu ya wokovu. Kusema kweli nilimchapa mpaka hata watu wakaniuliza, lakini mwendwa akiu msichana umemchapia nini? Nikasema kwa sababu anaongea, lakini hakuwa anaongea peke yake. Bwana Yesu asifiwe. But the aim ni kwamba, lakini karudi tena nikajiuliza na nimemchapia nini? Sasa problem ni kwamba sikuwa na neema ya kuomba mbele ya mtu nimwambia nisamehe. Ile kiburi nilikuwa nayo ilikuwa ndikirizi kwa juu sana. Bwana Yesu asifiwe. So nashukuru akalia. Sasa later nikauliza, kuna mwenzangu alikuja akaniambia, alisema ataenda kukuombea. Sasa hapo nikawa nimechanganyikiwa kidogo, kwa sababu msichana alikuwa anajifungia kwa kilasi, anaomba na lugha nyingine na sisikii. So nilikuwa niko na mambo mawili, najua kama ana Mungu ana mashetani. Kwa hiyo naomba either anitupie mashetani yako surely na Ukristo wangu siku asimeibe. Nikakimbia kwa nyumba. Mimi nilikuwa naamini rosari. Nikachukua ile rosari. Unajua ile inayakangwa nini? Nikaomba na nikaamini. Hizo ngeli Maria sorry. Hizo nimeomba. Nimetuma kupitia Mariamu, wewe wacha wewe. Na nikasikia niko na amani ya pekee. Sema amen. Pigia Bwana Yesu makofi. So kuna watu. Huyu ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili ni mtu ambaye huwa anapenda kutumikia Mungu. Mtu analipa gharama. Kwa sababu Mungu anapokuita atakuita. Kwanza ataangalia vile utakavyoenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiwa unamtafuta Mungu, ataongea kwako. So Suleimani, Mungu anaongea naye kwa sababu unaona hii kazi amefanya. Amejenga nyumba ya Mungu peke yake. Amejenga, na hiyo nyumba ilijengwa, iliwekwa, ni nyumba ilikuwa ya dhahabu.
akajenga nyumba nzuri na akaitengeneza vizuri, na akarudi akajenga nyumba yake. Sasa Mungu akamwambia, nimesikia maombi yako na nimeona kazi umefanya. Akamwambia ya kwamba verse 12, Bwana akamtokea Suleimani usiku akamwambia, nimesikia maombi yako. Sasa mstari wa 13 anasema, nikizifunga mbingu isiwe na mvua. Kuzifunga mbingu kama saa hii hakukuwa na mvua, kwa maana Mungu amefunga mbingu. Kuna mbingu aina mbili. Kuna mbingu ile ambayo ni mbingu, na kuna mbingu ya mtu. Unapoona, yani unaona kwamba unang'ang'ana katika maisha yako kifinance, inamaanisha kwamba mbingu yako imefungwa, ambayo ni anga. Tunapatana na mtu? Inamaanisha mbingu yangu katika ulimwengu wa kiroho, anga yako imekamatwa ya mapato. Sasa unakuta kwamba hata ukiuza kitu ambacho kinaweza kuna wakati ambapo unaona mtu anaishiwa, anakuwa na shida na anachukua hata vitu vya nyumba. Sasa akienda kuziuza, unapata hata hizo vitu vya nyumba hakuna mtu anakuchukua. Na kama ni meza kama hii, unaona unapeleka kwa hao watu ambao wa mali wanaiangalia hivi, wanakwambia hii meza, unajua meza zimejaa hapa na asieti. Tunaona umeleta meza, unamuuliza nirudishe kwa nyumba. Sitaki meza, lakini naweza kukupatia 250. Hata hiyo 250 sina yote, nitakupatia 100 na jioni ukuje uangalie kama nimeuza. Nikupatie na wewe unataka kwenda kulipa nyumba. Bwana Yesu sasa itaanza kwamba mbingu imefungwa. Mbingu ikiwa imefungwa, mbingu ya mtu anafungua na mambo matatu. One is prayer. Jambo la pili ni kuacha mabaya. Habia jambo kuacha mabaya. Na unachunguza maisha yako vile ulikuwa unafanya. Na jambo la tatu ni kutoa. Na tukiongezea ile, you can earn fasting. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Na ndio unaona hapa tulianza maombi. Niwaambia kwamba hili kanisa limejengwa katika misingi ya maombi. Tuna maombi ya 30 days. Lakini tunakutana hapa saa 9 hadi saa 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nashukuru Mungu kwa sababu ninasikia maushuhuda vile Mungu anavyotenda. Kwa hiyo ninatangaza kwamba mbingu yako itaenda kufunguliwa leo. Si mtu aseme amen. Jambo la pili, Mungu akasema, tena nikiamuru zinge kula inchi. Zinge, nakumbuka 2020 haki mwaka ulitukaribisha na zinge. Haleluya. Ulianza na zinge, na ulipotokea zinge, automatic zinge zinafuatananga na njaa. Njaa ilikuja. Lakini ingawa watu wa jinsi hawakuisikia, sema amen. Lakini hiyo ni umbrella ya madhabahu. Haleluya. Hata kama nini tu iliwabinya tu kidogo, lakini wengi hata hawakuona tofauti. Walikuwa nasikia tu kuna njaa. Msukuma moto mwambie kulikuwa na njaa wewe. Kwa hiyo kuna watu hawakusikia. Kwa maana hata mshahara huko fungua. Alikuwa anauza vile. Mwambie hapa kuna neema, sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu akasema kwamba nikiachilia zinge. So kuna zinge zile ambazo kama hizo uliona, nafikiri zilionekana wapi? Kitu hizi ndio pande za mwingi. Na nishangaa vile zilikuwa mingi, hata hakuna kitu ya kukula. Nilikuwa na shida sasa zitakufa tu. Na hazikufi. Kwa maana sio zinge. Okay, ni sawa tu. Kuna zinge zingine za kiroho ambazo mtu anapatanga pesa na anjui kule zinaenda. Hiyo ninasema kwamba ni kuharibiwa kwa pesa. Ni kwamba mtu anapata pesa na zile pesa anapata azimsaidii. Kama unani Bwana, tuko pamoja. Kama tuko pamoja. Yaani zile pesa azimsaidii. Unapata ule mtu anafanya kazi, lakini kuna watu ambao wanafanya kazi na wanakaa na mandeni. Sasa wakilipwa ndio wanakuja wanalipa mwenye kioski. Wanakuja wanalipa hata kwa hoteli, anaambiwa tu. Unaona tu anakunywa, anapitia hapo kwa kaunta, anamwambia
ongezea hapo. Haleluya. Hiyo ni kidheri na chai na mandazi hiyo imekatakatiwa juu. Haleluya. Anamwambia ongezea wapi? Ongezea hapo. Na unajua watu wanajuanga watu wa ndeni. Mtu wa ndeni analeta yangu mandazi ya njano. Lakini hawezi kuongea kwa maana hawezi ongea. Hawezi ongea. Unajua mtu wa ndeni atakuja. Na kama hatakuja atakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona mtu wa ndeni, uzuri mtu wa ndeni. Mtu wa ndeni anakuanga very toto pale hapo. Hata akikuta tu anasema nini ni mboga, anaambia chukua hiyo imekatakata. Lakini acha nikwambie yule si wa ndeni. Hakuli anasema anachangua. Sasa kwani mboga zako nazo ni za sewage? Hii mboga naona ina shika nikatakati hizo. Sasa unahesabu unaona hapa nitashika pote na hata toa mbili. Alafu katakata kidogo na utoe na uoshe. Ama una maji, kwanza utaosha nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Unaona boss nitaosha tu. Nitaosha niko na maji mengine. Wewe lete maji mengine hapo kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. So roho ya zinge. Lazima tushughulikie roho ya zinge. Ambia jirani yako lazima tushughulikie roho ya zinge. Nimesema kwamba ni roho ambayo inakulanga mshahara. Ni roho ukipata pesa. And especially hii mambo inafanyikanga. Unajua hii mambo ni mambo ambayo inafanywa na wachawi. Kuna zinge ambazo ni zinge za wachawi. Na kile mtu anatakanga anahitaji tu anaambia kama ni adui yako anaambiwa mbona alete pesa imetoka kwa jasho lako. Hata kama tu ni 100, ile 100 inaenda inanenewa maneno na inawekwa kwa madhabahu ya uchawi. Alafu anaambiwa unaweza kuchukua tu mrudishie, maneno imeisha. Yeye analipa ile sasa hiyo pesa imetoka kwa jasho lako. Elewa kwamba praise the name of the Lord. Wakati sasa unaweza sema kwamba pesa ni jasho la mtu. Si ni jasho. Ni jasho la mtu. Hata mimi unaona hapa ni kisweti na navaa nikule hiyo jasho langu, si ndio? Unavaa utaiki. Aje. Na ukikosa kutaiki, I don't know. Kile najua unavaa utaiki. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. So ninasema kwamba Mungu akasema kwamba akituma zinge. Nimekuelezea kuhusu zinge. Sema amen. Zinge inaweza kuwa ni roho ya pombe imeachiliwa. Inaweza kuwa ni roho ya wizi. Okay, twende jambo lingine. Maandiko yanasema kwamba au nikiwapeleka au nikipelekea watu wangu tauni. Tauni ni magonjwa yasiyopona. Corona ni tauni. Na Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiangalia staili zile corona kule ilianzia na vile inateremuka ilikuwa inaenda, unaweza kujua hiyo ilikuwa ni kipoko ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukiangalia vile ambavyo, kwa sababu hii ugonjwa ulimaliza watu wengi Amerika. Na Amerika ni superpower. Na ulimaliza wagonjwa wengi. Sema amen. Lakini tu hapa Kenya niliuliza mtu mmoja akaniambia ameambiwa tu akule ndimu na kitunguu saumu. Unataka kuniambia ndimu na kitunguu saumu? Aliniambia alipona. Ndimu na kitunguu saumu haiko Amerika na mota. Haleluya. Sasa hizi ziko. Nataka tuelewane. Okay, ni sawa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka uniambie iko haiko shida? Hakuna? Okay, ni sawa tu. Bwana Yesu, naona mmenyamaza. Haya. Biblia inasema kwamba mstari wa 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Mwambie jirani yako kujinyenyekesha. Mwambie mwingine kujinyenyekesha. Ni vizuri kujinyenyekesha. Kama watajinyenyekesha. Unajua si rahisi kunyenyekea. Biblia inasema kwamba kama watajinyenyekesha,
1. Ya pili, na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha kuomba. Nimesema tuna maombi, jiona kwamba tunaomba na tunatubu. Bwana Yesu sana. Tunatubu mpaka tunatubu dhambi za mababu zetu, za wazazi wetu. Sema amen. Kwa sababu tuweze kusimamisha mwaka na baraka. Sema amen. Na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamea dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Sasa jambo nataka kuongea ni kwamba unapoangalia mambo inatendeka katika nyumba hii, miujiza inatendeka katika nyumba hii, ni kumaanisha kwamba Mungu amechangua hii nyumba, amechangua haya madhabahu. Ndipo sasa unaona dada ametoa ushuhuda, akasema alikuja na akaenda akaambia dada mwingine yule walikuwa anashiriki naye. Uliza jirani yako, wewe ulienda kuambia yule mlikuwa mnashiriki naye? Unajua kuna watu ambao ni wachawi lakini si wa Kitui. Yaani hao ni watu ambao, na sio wewe, tuko pamoja, lakini watu ambao hawatakani wengine wasaidike. Mimi napenda dada, roho iko na dada kama huyu, ya kwamba alipoona kile ameona, na ilikuwa kwanza alimwambia mimi kuna mahali nimeenda, nimeona Mungu. Na akasema ameshangaa, hakuwa anamwambia akuje. Lakini ajabu ni kwamba amesema leo ameshangaa vile ameingia, akakuta hata amekalia kile kiti alikuwa. Ni kwa nini? Sasa huyu ndiye yule mtu Mungu anayependa. Bwana Yesu asante. Ambaye utaendea wale watu mlikuwa mnashiriki nao kwamba, ambao utaendea wale watu ambao mlikuwa mnashiriki nao, mahali mlikuwa mnashiriki na kile mlikuwa mnashiriki, waambie unajua mimi nimeona Mungu mahali. Sikwambii wewe, lakini kuna mahali nimeona Mungu na mimi nimeona siyoiona. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Suleimani aliamua, alimwambia ile nyumba nimefanya nini? Ile nyumba nimeichagua. Na kama nitakuwa nimefunga mbingu na nimetuma nzinge na taoni kwa watu wangu, watu wakiingia katika ile nyumba waende waniombe kwa ile madhabahu. Kwa maana nimechagua ile madhabahu iwe ni ya kutoa dhambiu, iwe ni madhabahu ya dhambiu. Si kama tuko pamoja? Bwana Yesu asante. Akasema hawa watu nitawasamea makosa yao, nitaponya nchi yao, nitawafungulia mbingu, nitasimamisha nzinge. Nzinge ni maadui wanaokufuata, nzinge ni wale wanakukimbiza. Bwana Yesu asante. Nzinge ni wale ambao wanakimbiza maisha yako, is your enemies. Mungu akasema kwamba nitafanya nini? Nitasimamisha, nitaponya nchi yao. Kwa Mungu alikuwa anamwambia Solomon ya kwamba hiyo ndio itakuwa ishara ya kwamba nyumba hii nimeishangua. Ile nyumba Suleimani alijenga. Kwa maana nataka kuzungumzia kitu, nataka nikufundishe, unaweza kujuaje kwamba yale madhabahu Mungu ameyachagua? Kwa maana madhabahu yale Mungu amechagua, ataonekana akitembea kwa yale madhabahu. Amen. Madhabahu ijulikani kwamba Mungu ameyachagua kwa kuwa watu ni wengi. Mwambie jirani yako, kama utaangalia utakuwa umepoteza. By the way, unajua jehanamu iko na watu wengi na Mungu hakuchagua watu waende huko. Si Yesu ndiye alisema hivyo? Alisema njia ni nyembamba iendayo katika upotevu, lakini akasema njia ni pana
iendayo uzimani, iendayo upotevuni, na wengi wataipitia. Na akasema ni rahisi. Hiyo hata ukilala utajikuta umefika. Bwana Yesu asante. Lakini akasema ile inaenda katika uzima, akasema ni nyembamba na imezuiliwa. Ni nyembamba. Yesu akasema ile njia. Akasema ile njia. Mtu mmoja aliniuliza, kwa nini Mungu alitengeneza hiyo njia ikiwa nyembamba? Kwa hiyo hapo anataka watu wengi waende mbinguni. Nikamwambia Mungu alikuwa anataka ilitengenezwa nyembamba kwa maana ina watu wengi wa kupitia. Ikitokea watu wengi wa kupitia itapanuliwa. Kama Kangundo Road. Naambia jirani yako itapanuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Sema mimi ni wa hiyo njia. Hiyo nyembamba. Hiyo imesongamana. Hiyo ya uzima. Hiyo ya baraka. Mpe Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu, sasa unajua yale madhabahu, kuona Mungu anatembea katika ile madhabahu. Kuona Mungu anatembea katika ile madhabahu. Watu wakifunguliwa. Vipofu wakiona. Unaona miwani hapa? Hii ni watu walipona hapa. Wale unaona miwani hapa ni ya urembo. Ama iwe ni mongeni. Ama ni staili yake. Unajua siku moja nilijifundisha kuvaa. Nilienda nikaokota miwani mahali nikavaa. Lakini nikakaa naye 2 weeks hivi. Unajua nikati nilikuwa kijana. Unajua kijana ni kijana. Haleluya. Bwana Yesu. Hadi kuna kitu kinasumbuanga kijana tu. Sema haleluya. Sasa nikavaa hiyo miwani. Then nikanunua karedio kingine kalikuwa kawa 150. Alafu kalikuwa na redio mbili, moja ninaelekeza no nyingine hivyo. Alafu sasa nikaenda nyumbani kitu ya haleluya, sasa ninatembea hivi. Haleluya. Ilipofika mama akaniuliza, kwani uko na shida na macho? Hapana. Ni nini? Namwambia niko bado. Mama akaniambia hii itakuharibu macho. Nilitoa haraka na nikaona aibu. Haleluya. Lakini sasa shida ikawa ni hii. Kumbe nilikuwa nimezoea ile mewa. Nikitembea sioni vizuri. Lakini sababu nimeoaniwa na nimeambiwa. So niliachia hapo. Sasa nikaendelea. Lakini mwaka wa 20 Yesu nikiwa kijana. Lakini mwaka wa 20 ilikuwa 20 yes. Ilikuwa 2010. Nikawa na problem ya macho. Nikaenda kuona daktari. Akanieleza. Kwanza huyo aliniambia ile shida naona unataka miwani. So akanipatia hiyo namba ya huyo mtu, akaniambia wanajua leo daktari atanipatia miwani vizuri. Hiyo nilikuja kwa nyumba nikasema sitavaa miwani, ninaweka X. Miwani tabani kifikisha hapo 80 years kusonga na mbele, lakini huko sina mpango wa huko. Sema amen. Kwa sababu hiyo ya uzee inakubalika. Sema amen. Ambia jirani yako inakubalika. Mwambie jirani yako inakubalika hapa. So hiyo urembo tu kama unavaa sina problem nayo. Vaa ikiwezekana vaa hata 3. Unaona? Ni vizuri. Bwana, lakini ya shida ya macho ukiwa na imani itaishia hapa. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Hata sio lazima nitakuombea. Hewa ya madhabahu inatoka kwa hiyo madhabahu ikiguza hiyo macho tu hivi tu, ikiingia kwa macho yako
inapona. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Mungu akasema nimechangua. Ni vizuri kujuanga mahali ambapo Bwana amechagua. Sio kila nyumba ambayo ni nyumba ya Mungu ilijengwa ilikubalika na Mungu. Hakuna amen. Mungu alikubali nyumba hii kwa sababu alikuwa anataka kumjengea Mungu. Mungu akamwambia usinijenge, sitaki unijengee nyumba kwa maana Daudi umemwaga damu nyingi na hautakubalika, lakini kijana yako atanijengea nyumba. Na Suleimani nyumba alijenga, hata kama alijenga physical, but ilikuwa pia spiritual. Ilikuwa ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. So unaona Mungu alikuwa amechagua Suleimani ajenge nyumba. Na Suleimani nyumba alikuwa anajenga ilikuwa ni promise ya Yesu Kristo. Ndio Yesu alipokuja akasema, akamwambia mwanamke Msamaria ya kwamba kuna wakati utafika ya kwamba hamtaenda kuabudu Mungu hata kwa milima ama wapi. Hata Wayahudi hawataenda Jerusalem, kwa maana Mungu ni roho, na wale wanaotaka kumwabudu watamwabudu either truth and either spirit, katika roho na katika ukweli. Sasa unapata ya kwamba Bwana, na siwalaumu wale ambao waabudu Mungu ndani ya roho na ndani ya ukweli, hawezi wakatuelewa. Ambia jirani yako, hawezi wakatuelewa. Wanasikia ukimwi unapona, wanasema ukimwi unapona aje? Hiyo mambo hawaamini.